Haleluya hosana, haleluya hosana, thank you Jehova. Asante kwa wasaa mwingine wa kufanya hiki ambacho niko nakifanya. Asante kwa uzima, asante kwa kila ambacho kiko sawa. Nina somo ambalo naona ni vyema nikilishare. Hili somo litakuwa na msaada kwangu, nikija kulisikiliza, na litakuwa na msaada kwa yeyote ambaye atakuja pia kulisikiliza na likalizonate au akalielewa. Ni somo lenyewe litakuwa na kichwa cha Gospel of Thomas, yani injili ya Thomas. Haya ni mafundisho ya siri ya Kristo yaliyofichwa kwa zaidi ya miaka 1600. Yani kwenye Biblia tunaonyeshwa Kristo alikuwa na wanafunzi kama 12, na kwenye wanafunzi kama 12 kwenye kitabu cha Biblia tunaona vitabu vya baadhi tu ya wanafunzi wake. Hii Gospel of Thomas au Gospel ya Thomas au injili ya Thomas ni injili iliyoandikwa na moja kati ya wanafunzi wake. Huyo mwanafunzi wake alikuwa akiitwa Thomas. Na kwa nini nimeona ni vyema nikishare? Mimi channel niliweka hapa kwa lengo la kusukuma ukweli, yani kuweka ukweli ambao umefichwa. Na sio kuweka tu ukweli ambao umefichwa, ni kuweka ukweli ambao umefichwa ambao ukijulikana utakuwa na manufaa kwa ambao utawafikia, maana kinachotuweka huru ni ukweli. Kwa hiyo hichi kitabu kimejumuisha mambo mengi ambayo hayazungumziwi popote pengine, hata kwenye Biblia ya hivyo vitabu 66. Na huo ukweli pengine unaweza ukawa na umuhimu kwa ambaye anamwamini Kristo au anaamini katika Kristo. Kwanza kabisa, Gospel of Thomas au kitabu cha injili ya Thomas ilipatikanaje? Hii injili ilipatikana mwaka 1945. Kulikuwa na mkulima mmoja wa Kimisri akichimba ardhi huko Misri. Katika kuchimba alikutana na chungu la udongo, yani donge la udongo lililofungwa, na ndani yake kulikuwa na vitabu vilivyofichwa kwa miaka 1600. Na hivyo vitabu, kwa jinsi ambavyo nimefanya research, inasemekana kwamba kulitokea kama uchomaji wa nyaraka fulani ambazo zilikuwa ni za siri. Na katika uchomaji wa nyaraka ambazo zilikuwa za siri, mtu mmoja ambaye alikuwa ni kama mtawa kwenye hizo maktaba ambazo zilikuwa zinatakiwa vitabu kuchomwa, alichukua hicho kitabu na vitabu vingine akavifunga, akavizika chini, na vikaja kugundulika mara baada ya miaka 1600, na viligundulika kupitia mkulima aliyekuwa akichimba ardhi. Kitabu cha Gospel of Thomas kina mkusanyiko wa maneno 144 ya Yesu ambayo hayakuingia kwenye Biblia, na si kwa sababu ni ya uongo, bali ni kwa sababu yalikuwa ni mazito sana kwa mtu ambaye hayuko tayari kuyapokea. Na ndicho ambacho kinanifanya ni share hapa. Mstari wa kwanza unasema, yeyote atakayepata tafsiri ya maneno haya hataona kifo. Yani hicho ni kifungu cha kwanza kabisa cha maneno yanayopatikana kwenye Gospel of Thomas. Nadhani unaanza kuona ni ya muhimu kiasi gani, na kwa nini hata pengine hayaonyeshwi kwenye Biblia. Maana Biblia inasemekana ingekusanywa yote kama Biblia ina vitabu zaidi ya 78, 73. Yani ina vitabu zaidi ya ambavyo vinaonyeshwa kwenye mainstream, na vitabu zaidi ambavyo tunafundishwa. Yani vitabu viko vingi, vingine vilichomolewa kwa sababu maneno yaliyokuwemo kwenye vile vitabu yalikuwa mazito sana kwa mtu asiye tayari. Na kitabu hichi cha Gospel of Thomas
mstari wake wa kwanza unasema yeyote atakayepata tafsiri ya maneno haya hataona kifo. Iko hivyo. Nadhani mpaka hapa inaeleweka kwa nini nimefikia hatua ya kushare hiki kitu. Hapa kwenye hili somo nitaweka masomo ambayo yamo kwenye hichi kitabu, yani mafunzo ambayo yamo kwenye hichi kitabu, na nitaelezea na maana zake za siri, yani nitaelezea na maana zake kwa undani. Somo la kwanza ambalo linapatikana kwenye hichi kitabu ni somo la kwamba ufalme wa mbingu uko ndani yako, sio mahali pa kwenda. Yani mbinguni ni ndani yako, sio sehemu ambayo unatakiwa kwenda. Yesu katika Biblia anaonyeshwa akisema ufalme wa mbingu hauji kwa njia inayoonekana, kwa sababu ufalme wa mbingu uko ndani yenu. Ukisoma kwenye Luka 17 mstari wa 20 mpaka wa 21 utakutana na haya maneno. Lakini kwenye Biblia ni yaliongelewa maneno machache tu. Kwenye hii Gospel of Thomas naona hili neno limefunuliwa kwa ukubwa zaidi. Kuna kifungu ambacho kinasema kwenye hii Gospel of Thomas, ufalme uko ndani yenu na nje yenu. Yani maneno Kristo aliyomwambia Thomas kwa siri, ambayo Thomas aliyaandika. Alimwambia kwamba ufalme uko ndani yenu na nje yenu. Mkijua nafsi zenu mtajuliwa, na mtajua kwamba ninyi ni wana wa Baba aliye hai. Lakini msijijue nafsi zenu, mtakuwa katika umaskini, na umaskini huo utakuwa nanyi, au umaskini huo utakuwa ninyi. Yani mkijua nafsi zenu mtajuliwa, na mtajua ya kuwa ninyi, mtajua kwamba ninyi ni wana wa Baba aliye hai. Lakini msijue nafsi zenu, mtakuwa katika umaskini, na umaskini huo utakuwa ninyi. Maana ya haya maneno ni nini? Maana ya undani kabisa wa haya maneno ni nini? Maana ya haya maneno katika jicho la tatu ni nini? Maana ya siri ya haya maneno ni Yesu anasema wazi kabisa, kujijua nafsi yako ni kumjua Mungu. Yani ukijijua nafsi yako umemjua Mungu. Kutokujijua ni kuishi katika giza hata ukiwa hai. Hata ukiomba kila siku, ufalme si sababu unayopata baada ya kifo. Ni hali ya ufahamu unayoweza kuingia hata sasa hivi kwa kujijua, kwa kurudi ndani yako. Maana unaambiwa hata Mungu anaishi ndani yako. Ukirudi ndani yako utakutana na nafsi yako. Mimi huwa nawaambia watu, nilipoanza kusema namtafuta Mungu, nilipoanza kusema sasa nawekeza muda wangu kwa Mungu, nilijikuta narudi ndani yangu, nilijikuta narudi kwangu, nilijikuta nakuwa mimi katika namna ambayo ni bora. Iko hivyo. Kwa hiyo tunaonyeshwa kabisa kwamba ufalme uko ndani yetu, na ukishakuwa ndani yetu ufalme unakuja na nje yetu. Tukijijua nafsi zetu tunajuliwa. Yani ukijijua unajuliwa, ukijitambua unatambulika. Maana kwenye moja kati ya miongozo inayoongoza huu ulimwengu kuna kitu kinaitwa law of authority, yani ni sheria ya mamlaka. Hii sheria inasema spirit they only respect those who know themselves. If you don't know yourself, they dominate. Yani roho huwa wanaheshimu, au roho zinawaheshimu wale ambao wanajitambua wao ni wakina nani. Ila usipokuwa unajitambua wewe ni nani, roho zinazoishi kwenye ulimwengu wa roho, hizo roho zinakutawala, maana hujitambui wewe ni nani. Kwa hiyo unapojitambua ni umeupata ufalme, umeyapata mamlaka, take your authority, take your power back. Iko hivyo. Kwa hiyo maana ya haya maneno ya kwamba ufalme uko ndani yenu, mkijua nafsi zenu mtajuliwa, na mtajua ya kuwa ninyi ni wana wa Baba aliye hai. Lakini msijijue nafsi zenu, mtakuwa katika umaskini, na umaskini huo utakuwa ninyi. Kwa hiyo nadhani hili ni somo la kwanza kabisa ambalo linapatikana kwenye hichi kitabu,
na haya ni maneno ambayo hayajaonyeshwa kwenye Biblia pengine. Haya ni maneno ambayo Kristo alimwambia Thomas, na yanapatikana kwenye hii Gospel of Thomas, na hichi kitabu kimefichwa kisionekane, na nitaelezea mwishoni kwa nini maneno haya yamefichwa. Somo la pili ambalo tunalipata kwenye hichi kitabu ni somo kuhusu mwanga ulio ndani yako. Dini nyingi zinafundisha kwamba mwanga unatoka nje, yani unatoka kupitia mwalimu, unatoka kupitia kasisi, unatoka kupitia mchungaji fulani, unatoka kupitia mwinjilisti fulani, unatoka kupitia kanisa, unatoka kupitia pengine msikiti fulani au imamu fulani. Lakini katika gospel ya Thomas, katika injili ya Thomas, inaongea kitu tofauti kidogo. Kwenye moja kati ya maneno ambayo Kristo alimwambia Thomas ambayo hayajasemwa, maana hichi kitabu kinajumuisha maneno 144 ya Kristo ambayo hayajaonekana kwenye Biblia hii yenye vitabu 66. Hii King James Version, ya maneno yanasema, ndani ya mtu wa mwanga kuna mwanga, na unaangazia ulimwengu wote. Usipong'aa kuna giza. Maana ya haya maneno ni nini? Maana ya haya maneno ya kwamba ndani ya mtu wa mwanga kuna mwanga, na unaangazia ulimwengu wote. Usipong'aa kuna giza. Maana iliyoko katika jicho la tatu ni kwamba kila binadamu amezaliwa na mwanga wa kimungu ndani yake. Yani mimi naamini tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, na ukija ukaangalia unaambiwa Mungu ni nuru. Kwa hiyo sisi wote naamini tuna nuru ndani yetu, iko hivyo. Kwa hiyo kazi ya mtu si kupata mwanga kutoka nje. Kazi ya mtu ni kuondoa vizuizi vinavyozuia mwanga wake wa ndani kutoka nje kung'aa. Yani dhambi kubwa si makosa. Dhambi kubwa ni kukaa gizani ukiwa na mwanga ndani yako. Iko hivyo. Kwa hiyo haya maneno yanashuhudia kwamba mtu yoyote akirudi ndani yake, ndani yake kuna mwanga, ndani yake kuna nuru, ndani yake kuna guidance, ndani yake kuna mwongozo kamili, ndani yake kuna ramani kamili ya maisha yake. Iko hivyo. Ndio maana unaambiwa hata Mungu anaishi ndani yetu, au mtafuti huko nje, unarudi ndani yako. Iko hivyo. Kifungu kingine ambacho kinaonyesha mwanga ulio ndani yako katika Gospel of Thomas ni maneno ambayo Kristo alimwambia Thomas ya kwamba mimi ni mwanga ulio juu ya yote. Mimi ni yote. Yote yametoka kwangu na yote yanarudi kwangu. Haya ni moja kati ya maneno ambayo Kristo alimwambia Thomas. Yani alimwambia niko huko, niko kokote kule, inua juu utanipata huko, yani katika vyote niko. Kwa hiyo maana haya maneno unaona kwamba Kristo asemi kwamba niko kanisani tu au niko mbinguni tu, ni anasema niko katika kila kitu kilichopo. Kwa hiyo unaona haya maneno yanafunua kabisa kwamba Mungu si mtu anayekaa mbali, anayehitaji kwenda watu wamfuate kumuomba, bali yuko ndani ya uumbaji wote pamoja na ndani yako wewe unayesikiliza, pamoja na ndani yangu mimi nayeongea haya. Kwa hiyo unakuja kugundua mwanga uko ndani yako. Nguvu, Mungu, uweza, mamlaka, vyote viko ndani yako. Ni uoni tu au umewekewa vizuizi ambavyo vinakufanya usiangalie ndani yako, ufocus na nje. Na vizuizi vya kwanza ni vile ambavyo vinakufanya utoke ndani yako uende kutafuta huko nje. Kwa sababu gani? Ukirudi ndani yako utajitambua. Ukijitambua unatambuliwa. Mimi naamini mbele za Mungu tunaonekana kama nyota. Na ukiangalia anga usiku, kuna nyota ambazo zinang'aa sana na kuna nyota ambazo zinang'aa lakini si sana. Kwa hiyo kuna namna ukijitambua nyota yako inashine, unaonekana, ulimwengu unakutambua. Iko hivyo.
Kwa hiyo nadhani unaonyeshwa hapa kwenye hichi kifungu kwamba mwanga huko mbali na wewe, mwanga huko ndani yako, mwanga huko ndani ya uumbaji wote. Mungu yuko ndani ya uumbaji wote, anapita kupitia kila kitu, yuko ndani ya kila kitu, hayuko limited, ni unlimited. Iko hivyo. Somo la 3 ambalo linapatikana kwenye hichi kitabu cha Injili ya Thomas ambayo iliondolewa kwenye Biblia, somo ambalo linapatikana kwenye Gospel of Thomas ni siri ya muungano, yani kuungana, kuwa kitu kimoja, kuwa umoja, kuwa wall, kuwa mimi wanajiambia I am wall, yani nina umoja, yani nina umoja na mwili wangu, akili yangu na roho yangu na nafsi yangu. Nina umoja kati ya upande wangu wa nuru na upande wangu wa giza. Nina umoja kati ya nguvu yangu na udhaifu wangu. Nina umoja kati ya ndani yangu na nje. Nina umoja kati ya juu yangu na chini yangu. Yani nina umoja kati ya my higher self na my lower self. Iko hivyo. Kwa hiyo kwenye hichi kitabu pia kuna hili somo la kwamba siri ya ukamilifu ni kuungana, ni kuwa umoja. Kwenye maandiko ya kwenye hii gospel kuna maneno ya Kristo ambayo yamenukuliwa akisema, mtakapofanya viwili kuwa kimoja, na ndani kuwa kama nje, na nje kuwa kama ndani, na juu kuwa kama chini, na mwanamke na mwanaume kuwa mmoja ndani yenu, ndipo mtakapoingia katika ufalme, ndipo mtakapoingia ufalme wa mbingu. Kwa unaonyeshwa you must become balanced. Ili uishi kwenye haya maisha ukiwa katika peaceful, uwe katika harmony, uwe katika maelewano, inabidi kwanza uelewane ndani yako. Inabidi utengeneze balance kati ya masculinity and feminine. Iko hivyo. Inabidi utengeneze balance kati ya mwanga wako na giza lako. Inabidi ubalance kati ya your higher self na your lower self. Inabidi ulete maelewano ndani yako kati ya udhaifu wako na nguvu yako. Maana ya siri ya haya maneno, mgawanyiko ni chanzo cha maumivu. Mgawanyiko kati ya mwili na roho, mgawanyiko kati ya wewe na Mungu, mgawanyiko kati ya nguvu yako ya masculine, nguvu yako ya mwanaume, yani kupiga hatua na nguvu, na mgawanyiko kati ya nguvu yako ya feminine, yani nguvu yako ya mwanamke ndani yako, nguvu yako ya kihisia, nguvu yako ya intuition. Hii ukiwepo mgawanyiko ndani yako ndio chanzo cha maumivu yote. Ukamilifu wa kiroho si kukimbia mwili, ni kuunganisha vitu vyote vilivyogawanyika. Mtu aliyekamilika ni mzima ndani na nje, yani mtu aliyekamilika ni whole. Yani mimi naamini kuamka kiroho si kutembea ukiona tu furaha. No, kuamka kiroho ni kuelewa kwamba kuna furaha na kuna huzuni. Kwa ukiwa kwenye huzuni usikate tamaa ukiamini hakutakuja kuwa na furaha. Hapana, ni mvutano kati ya pande mbili zinazovutana. Kwa hiyo ili uishi ufalme wa mbingu, maana ufalme wa mbingu sio kitu ambacho unakipata kwenda sehemu, si kitu ambacho unakipata ukifa. No, ni unatakiwa kukiishi ili hata siku ukiondoka kwenye huu mwili ukiishi tena uwe hicho. Iko hivyo. Yani we don't go to heaven, we become it. Tunakuwa mbingu, hatuendi mbinguni, tunaitengeneza. Iko hivyo. Kwa hiyo migawanyiko kati ya akili na moyo ndio chanzo cha msongo wa mawazo. Kwa hiyo ukibalance kati ya fahamu zako na hisia zako, yani zinapokuja hisia ikakaa na mindset yako hapo ikakwambia hizi hisia ni 1 2 3, hautakuwa kwenye msongo. Na ukikaa pia kwenye mawazo yako ukaacha hisia zako, unajikuta pia kwenye msongo. Kwa sababu gani? Unawaza ukiwa hujabalance na moyo wako. Kwa hiyo unautwika moyo wako mzigo. Lakini ukiwa umebalance kati ya fahamu zako na moyo wako, unakuwa kwenye harmony. Ukiwa kwenye balance kati ya unachokiwaza na unachokihisi, unakuwa kwenye harmony. Kwa hiyo ukiwa umoja ndio chanzo cha ukamilifu. Niko hivyo. Mgawanyiko kati ya mimi wa nje na mimi wa ndani
ndio chanzo cha kuishi uongo wa nafsi yako. Yani nafsi yako iko kule na mwili wako uko kule, yani moyo wako uko kule na maneno unayozungumza yako kule. Lakini moyo wako, nafsi yako, mwili wako, ufahamu wako vikiwa umoja, unaishi authentic. Na ukiishi authentic, hiyo ndio Christ consciousness, huo ndio ufahamu wa Kristo ndani yako. Mgawanyiko kati ya mwili na roho ndio chanzo cha aibu. Takiwa ujue mwili ni dhaifu, roho ndio yenye nguvu. Ukiwa umoja na roho yako, uko umoja na nguvu yako. Ukiwa huko umoja na roho yako, unajishtukia, unakuwa ni mtu wa aibu. Hata mimi kwenye research niliyowahi kujifanyia mimi mwenyewe, napokuwa siko aligned with my spirit, huwa najihisi nervous, yani nakuwa najihisi kujishtukia. Naweza kujishtukia hata hamna mtu yoyote ambaye yuko akinifanya nijishtukie, ni kwa sababu pengine siko umoja na roho yangu, siko kwenye maelewano na roho yangu. Lakini nikiwa kwenye umoja na roho yangu, najikuta kwenye kujiamini, najikuta kwenye confidence. Iko hivyo. Kwa hiyo ukisimama kwenye umoja, ukawa kile ambacho ni wewe ndani yako, ukawa kile ambacho ni wewe ndani yako, ndani na nje, umesimama kwenye authority. Iko hivyo. Kwa hiyo umoja wa vipande vyote, hiyo ndio ufalme aliyokuwa anaumaanisha Yesu. Huo ndio ufalme aliyokuwa akiufundisha Yoshua. Iko hivyo. Somo la 4 ambalo tunalipata katika The Gospel of Thomas, katika Injili ya Thomas, ni toa ulichonacho ndani yako au utaanguka. Kwa nini nasema, kwa nini tunapata somo la toa ulichonacho ndani yako au utaanguka? Hili ni somo ambalo limebadilisha watu wengi waliolisikia hili somo, kwa sababu ni ukweli mzito wa kisaikolojia na ni ukweli pia mzito wa kiroho kwa wakati mmoja. Katika kitabu cha Gospel of Thomas kuna maneno ya Kristo yaliyonukuliwa yakisema, ukizalisha ulichonacho ndani yako, au ukizalisha ulicho ndani yako, kile ulichozalisha kitakuokoa. Usipozalisha ulicho ndani yako, kile usichozalisha kitakuua. Haya ni maneno Kristo alimwambia Thomas. Iko hivyo. Maana ya haya maneno, unapokuwa na kipaji, yani una talanta ndani yako, una dhamira fulani ndani yako, una nguvu fulani ya kiroho ndani yako iliyohifadhiwa ndani yako, ikiwa haijatolewa nje, inakudhuru wewe mwenyewe. Haya maneno mimi nina ushahidi nayo. Mimi nisipoishi kwenye my purpose, yani nisipoishi kwenye kusudi langu nililowekwa kuliishi, huwa sipati amani, hata niwe na nini, hata niwe na nani, hata iweje, yani sitopata amani. Kwa sababu gani? Kwa sababu naishi na kile ambacho, naishi nje ya kile ambacho ni mimi, naishi nje ya kile ambacho kimo ndani yangu. Kwa hiyo nikiishi kile ambacho kimo ndani yangu, kwa mfano mimi nina wito wa kufanya kile ambacho niko nakifanya, kile ambacho nimeshukuru Mungu kabla ya kuanza kukifanya, nikasema asante Mungu kwa kunipa nafasi ya kufanya hiki ambacho niko nakifanya. Nisipofanya hichi kitu nakuwa najifeel kama nina deni. Kwa hiyo hichi kitu ninachokifanya pengine kinaweza kuwa na manufaa kwangu, hata mimi wanajiambia, na kinaweza kuwa na manufaa kwa mwingine atakayekuja kusikiliza akaresonate. Maana wema ni kile ambacho kina manufaa kwako na kwa wengine. Iko hivyo. Kwa hiyo hichi ninachokifanya pengine ndio wema pekee, maana wema ni kile ambacho kina manufaa kwako na kwa wengine. Wema ni kama unavyoona jua likimulika halibagui, mwema kwa mbaya linammulikia. Kwa hiyo wema ni kile ambacho kina faida kwa pande zote mbili. Kwa hiyo nikiishi kwenye hichi kitu, maana kimo ndani yangu, hichi ambacho niko nakifanya sasa hivi, hichi ambacho pengine ni kama kufundisha, ni kama kushare kile ambacho nakifahamu au kile ambacho nimekifahamu. Hii ni kazi yangu, naamini ni wito wangu. Kwa nikifanya kama hivi nakuwa na amani, na nikiwa na amani, hapo ndipo ambapo naweza kufanya vitu vingine katika amani pia. Kwa hiyo inaniokoa. Nisipokuwa kwenye amani,
kila kitu kinakuwa hakiko kwenye amani, kwa sababu siko kwenye amani. Kwa hiyo naonyesha kabisa kwamba ukizalisha kilicho ndani yako, kile ulichokizalisha kinakuokoa. Ukizalisha imani, ile imani ndio utakayoishi, maana huwa tunaishi kwenye kile tunachokiamini. Usipozalisha kile ambacho hujakizalisha, kile ambacho sasa utaletewa ambacho si chako, kitakuua. Lazima kikuue, ni lazima kikuue. Kama uamini, subiria siku utakayokufa. Na kutoka kwenye hili somo kuna swala la kujitafakari. Swala la kujitafakari ni kwamba, je, una kipaji gani? Una ujumbe gani pengine ambao umo ndani yako? Au una nguvu gani ndani yako unayoizuia ndani yako kwa hofu ya kukosolewa au kutokujihisi tayari? Kipi ambacho unasubiri kukitoa nje? Kwa sababu usipokitoa au usipokizalisha, ambacho hujakizalisha kitakuua, lakini ukikitoa kitakuokoa. Iko hivi. Somo la 5 ambalo tunalipata kwenye Gospel of Thomas, na ulipata kwenye Injili ya Thomas ambayo iliondolewa kwenye Biblia, ni kwamba Thomas alikuwa na uzoefu wa moja kwa moja. Yaani alikuwa na umoja, alifanikiwa kuwa na umoja. Maana hata kwenye maandiko tunaonyeshwa Yeshua aliomba akasema, Baba, wale ulionipa nawaombea wawe na umoja kama mimi nilivyo umoja na wewe. Kuna sehemu kwenye maandiko ya Thomas, kwenye Injili ya Thomas, Yesu alimwambia Thomas, mimi ni mwalimu wako, mimi si mwalimu wako, kwa sababu umekunywa, umelewa kutoka kisima kinachobubujika ambacho nimekipima. Yaani alimwambia, mimi si mwalimu wako, yaani sikufundishi. Nachokifanya ni, yaani kilichopo ni kwamba wewe umekunywa na umelewa kutoka kwenye kisima kinachobubujika ambacho nimekipima. Na pia alimwambia pia maneno matatu ya siri ambayo Toma hakuweza kuyasema kwa wengine. Yaani kwenye hichi kitabu cha Thomas, kwenye hichi kitabu cha Injili ya Thomas, kuna maneno ambayo Thomas aliambiwa, yalikuwa ni maneno matatu ya siri ambayo hakuweza hata kuwaambia wanafunzi wenzake. Kuonyesha kwamba Thomas alipewa pia, yani kuna mambo ambayo alifunuliwa, na kuna namna ambavyo alikuwa na upekee wake pia. Kuna mambo ambayo yalimfanya onekane kuwa na upekee, na moja kati ya mambo ambayo yanapatikana kwenye hichi kitabu yanaonyesha, kuna sehemu Yesu aliwauliza wanafunzi wake, alimuuliza Petro, aliwauliza wanafunzi wake, na kila mmoja alimjibu kwa nafasi yake. Na kuna namna tena ambayo Thomas alijibu, ambayo ilikuwa ni ya kipekee kabisa kuliko wanafunzi wenzake wote. Maana inaonekana Yesu aliwauliza wanafunzi wake kwamba, hivi ninyi kwa namna ambavyo mmekaa na mimi, kwa namna ambavyo mmeishi na mimi, mkisema mnielezee mimi ni nani, mtanielezeaje? Petro yeye alijibu akasema, wewe ni malaika. Mwingine alijibu, wewe ni mtu mwenye hekima, ni mtu wa psychology, yani wewe ni mtu ambaye una hekima. Wengine walijibu, wewe ni mtu wa kila mmoja alijibu ambavyo anajua. Lakini alipofikia hatua ya Thomas kujibu, yeye alijibu, sijui jinsi ya kukuelezea. Na ndio ilipofikia hatua ya Yesu kumwambia, mimi si mwalimu wako. Yaani ni kweli huwezi kunielezea kwa sababu gani?
kwa sababu umekunywa, umelewa kutoka kwenye kisima kinachobubujika ambacho nimekipima. Kwa sababu gani? Kwa sababu maarifa ya kweli ya kiroho yanazidi mafundisho ya maneno. Yani ni zaidi ambavyo hata naweza kuzungumza mimi. Hata hapa pengine nadhani kwa mtu mwenye ufahamu anaelewa ni kuna muda na struggle kuexplain kile ambacho pengine nakifahamu au ambacho ndivyo kilivyo. Kwa hiyo inaonyesha kwamba Thomas alikuwa na uwezo alikuwa na ufahamu na alikuwa na experience kubwa. Yani alikuwa na sehemu yake, ni moja kati ya wanafunzi ambao walikuwa na mchango wake. Maana Yesu alichagua wanafunzi 12 na kila mmoja aliplay part yake. Kwa nini kitabu hiki kilifichwa? Kwa nini kitabu hiki kiliachwa nje ya Biblia? Kwanza kabisa, sababu za kwanza ni kwa sababu ukweli huwa unafichwa siku zote. Maana hakuna society inayowataka watu wawe huru. Yani there is no society want you free. Yani wanaweza wakakuonyesha uko huru, unatembea una pingu mikononi wala miguuni, lakini wamekufunga pingu ya akili. Kwa hiyo kuna pingu kubwa za kiakili kwenye society yetu, na ni kwa sababu hakuna society inayomtaka mtu awe huru. Kwa hiyo ni sababu ya kwanza. Maana hichi kitabu, maandishi ya kwanza kabisa yanasema mtu atakayepata tafsiri ya maandiko haya hataona kifo. Kwa sababu gani? Ataijua nguvu yake, atajua yeye ni mwana wa aliye juu, atajua Kristo yuko hata ndani yake. Yeye Kristo si mtu mmoja tu aliyekufa miaka 2000 iliyopita. Ni nguvu iliyowekwa ndani ya vyote. Ni swala la kurudi ndani yako, ni swala la kuondoa vizuizi vinavyo kuzuilia kuiona hiyo nuru iliyosimama ndani yako. Maana Kristo ni nuru, Kristo ni kweli, Kristo ni upendo, ni unconditional love. Niko hivyo. Kwa hiyo kitabu ni kama key, ni kama ufunguo, ni kama kodi ambayo inamfungua mtu. Kwa hiyo ilifichwa kwa sababu hiyo. Na mtawa asiyejulikana aliokoa, maana ilikuwa ni nyaraka ambazo zilikuwa ni moja kati ya nyaraka ambazo zilikuwa zinatakiwa kuchomwa. Na mmoja kati ya watawa, mmoja kati ya waliokuwa ni watawa wakati huo wa miaka 367 baada ya Kristo, aliyefunga hii Gospel of Thomas alizini badala ya kuichoma. Inaonekana walipewa kazi ya kuichoma, lakini yeye kwa sababu aliona manufaa ya hichi kitabu alikifukia alizini. Na hadi leo hichi kitendo kimesababisha hichi kitabu na mimi leo nimekifahamu, na kwa yule ambaye atakuja kukisikiliza naye atakifahamu, na kitakuwa kimeplay part yake ambapo kimetakiwa kuplay part yake. Kwa hiyo kwa muhtasari mfupi, masomo au mafundisho matano tunayopata ndani ya hichi kitabu ni kwamba ufalme wa Mungu uko ndani yako, sio mahali pa kwenda baada ya kifo. Kwa funzo lingine ambalo tunalipata ni kwamba kila binadamu ana mwanga wa kimungu ndani yake. Kazi yako ni kuachilia utoke, kazi yako ni kurudi ndani yako ili uupate. Kwa tunaonyeshwa Kristo yuko ndani yetu. Sisi ni wana wa Mungu aliye hai. Iko hivyo. Jambo lingine ambalo tunajifunza ni ukamilifu, ni kuunganisha vipande vyote, ni kuunganisha mwili, roho, ni kuunganisha nguvu yako na udhaifu wako, ni kuunganisha ndani na nje, ni kuunganisha juu na chini, as above so below, as within so without. Maana kilichoko ndani yako ndicho kitakacho kuja nje. Ndio maana hata kwenye Biblia tunaambiwa safisha ndani yako kwanza, huku nje patakuwa safi. Kwa hiyo unatakiwa ukae kwenye balance. Ukiwa kwenye balance, maisha yako yanakuwa kwenye balance. Jambo lingine tunalojifunza ni kwamba kuzuia kipaji chako, kuzuia passion yako ni hatari kiroho. Tunatakiwa kujifunza kuachilia vile vilivyoko ndani yetu, maana hicho ndicho kitakachotuokoa. Iko hivyo, na ndani yetu kunaye Mungu. Kwa hiyo unatakiwa umwachilie amulike, maana imeandikwa inuka uangaze. Ukishainuka kuangaza, mataifa watakuijilia, wafalme watakuijilia. Iko hivyo, maana ukishazalisha kile kilichoko ndani yako kinakuokoa. Jambo la 5 tunalojifunza ni
ukiishi katika experience ya moja kwa moja, yani ukiishi umoja na Mungu, ukiishi katika ukweli, ukiishi katika umoja, ukiishi katika kuwa connected moja kwa moja na Mungu, hicho ndicho kinacho mata zaidi kuliko maneno yoyote mazuri ambayo unayapewa huko nje. Iko hivyo. Kwa hiyo nadhani kufikia hapa imeleta maana, yani kwa nini hichi kitabu nimekishare na kwa nini imekuwa na umuhimu kiasi cha kushare. In the name of Yeshua, na manifest this kwa mwingine. Ashe over.